Na mtazamaji, tukiachana na ya siasa, tuangazie ya afya, ambapo matumizi ya tumbaku yanaigharimu Kenya mabilioni ya pesa kila mwaka, huku maelfu ya vijana wakiwa katika hatari ya matumizi yake na bidhaa mpya za nikotini. Jukwaa jipya la udhibiti wa data za tumbaku linatoa fursa kwa watunga sera kupitia ushahidi kuhusu athari za tumbaku, madhara yake ya kiuchumi na haja ya udhibiti zaidi. Wadau wametoa wito wa ushirikiano kati ya serikali na bunge kuchambua data hizo na kuzigeuza kuwa sera thabiti za matumizi ya tumbaku. Matumizi ya tumbako yamekuwa changamoto kubwa la kiafya humu nchini, madhara yake yakidhihirika hospitalini, nyumbani hadi kwenye uchumi wa taifa. Imagine 75 to 90 billion every year. What would it do if it went to another sector of the economy? And so when we talk to the Treasury, we are basically telling them that if you raise tobacco taxes, that would reduce the consumption of tobacco products and therefore reduce the death and disease from tobacco. Mzigo wa kiuchumi kwenye boma ni wa kuogofya. Because we smoke an average of 8 sticks a day for the average Kenyan smoker. And so in a month, they would be spending about 3,600 Kenya shillings on cigarettes. Wasiwasi unaongezeka kutokana na kuchipuka kwa bidhaa mpya za nikotini, ikiwa ni pamoja na sigara zisizo za kitamaduni na bidhaa nyingine za kulevya. Wataalamu wa afya wa umma wanasema baadhi ya bidhaa hizo zinapata umaarufu miongoni mwa vijana na kuibua maswali kuhusu ufaafu wa sheria zilizopo. Generally, the use among university students is high for tobacco, it's used high for alcohol, it's high for nicotine pouches, it's high for e-cigarettes, and so we need targeted programs for university students. Ukaguzi wa data wa mwaka 2024 unakadiria kwamba 6.5% ya vijana wenye umri wa kati ya miaka 10 na 17 wametumia bidhaa za tumbako, ikiwa ni idadi ya takriban vijana 622. Matumizi ya sasa yanawakilisha 2.5% au takriban vijana 244. Mpango wa udhibiti wa data za tumbako umekusanya data kuhusu matumizi ya tumbako. Wadau wanasema ushahidi uliopo unafaa kutumika hivi sasa katika kuelekeza serikali kuhusu sera na uwekezaji. Mswada wa marekebisho wa udhibiti wa tumbako wa mwaka 2024 unatoa fursa ya kuimarisha mfumo wa udhibiti humu nchini. It is an opportunity for the Kenyan legislators to be able to have the public health interest at heart, so that definitely the regulation of the new emerging nicotine and tobacco products, which are highly proliferated among the young people, can be regulated so that the young people cannot get indulged into issues of the new emerging nicotine and tobacco products. Mswada huo uliofadhiliwa na Seneta Catherine Muma umepitishwa katika bunge la Seneti na kwa sasa uko mbele ya kamati ya afya katika bunge la kitaifa. Maria Ambo nikiripotia Dira ya Magweji.